Wapendwa wanafamilia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mahujaji katika matumaini. Awali ya yote napenda kuchukua nafasi hii kuwapa pole sana ndugu wa marehemu Sister Maria Innocencia kwa kufiwa na ndugu yao. Poleni sana sana. Tumekusanyika hapa siku hii ya leo kwa ajili ya kumwombea Sister Maria Innocencia, ili kama Mungu alikuwa hajampokea mbinguni, samehe kama alikuwa na dhambi na ampokee katika ufalme wake wa mbinguni. Lakini pia tumekusanyika hapa leo kwa ajili ya kutoa shukrani, kumshukuru marehemu Sister Innocencia kwa kazi na yote aliyoyafanya alipokuwa hai. Labda hatukumpa shukrani vya kutosha kwa kazi zake alizozifanya. Kumbe leo pamoja na kumwombea, tunamshukuru yeye mwenyewe kwa kazi nzuri alizozifanya. Lakini pia tumekusanyika hapa kwa nia ya kumsindikiza. Baada ya kumshukuru na kumwombea, tutamsindikiza makaburini ambako tutakwenda kuhifadhi mwili wake. Somo la pili hasa napenda nilielezee kidogo Mtume Paulo alivyowaelekeza wale wa Tesalonike. Wale wa Tesalonike walikuwa na mabishano makubwa sana juu ya ujio wa pili wa Bwana Yesu. Walidhani na walitegemea kwamba ujio wa pili wa Kristo Yesu upo karibu sana. Yaani ujio wa pili uko karibu sana sana. Na hivyo kuna baadhi ya watu waliacha hata kufanya kazi. Yaani wanasubiri ujio wa pili. Wale wakulima wameona sasa mpaka nilime nije kuvuna miezi 6. Bora niache kulima. Manake mawazo yao ilikuwa hata wiki au wiki mbili hazifiki. Ujio wa Bwana Yesu Yesu atakuwa anakuja. Muda mfupi sana atakuja. Kwa hiyo pamoja na mabishano hayo lakini pia walikuwa manake walikuwa kama wamekata tamaa, hasa kwa wale, na swali lao kubwa lilikuwa ni kwamba sasa hao wenzetu waliokufa itakuwaje? Yesu anarudi hivi karibuni kabisa. Sasa hao waliokufa watakosa utukufu, watakosa nafasi ya kunyakuliwa na Yesu. Kwa hiyo walikuwa na hofu kubwa sana kuhusu hawa waliokufa. Sasa itakuwaje? Kwa sababu ujio wa Yesu upo karibu. Sasa waliokufa itakuwaje? Hao watapotea hawa kweli? Kwa hiyo hofu hiyo ilitanda kabisa, na kutokana na hofu hiyo wa Tesalonike walikata tamaa kabisa. Kwa mtu aliyekufa wakaona sasa hao kwa kweli basi sisi wenzao tutatwaliwa hivi karibuni, Yesu anakuja, tutatwaliwa. Hao waliokufa sasa basi hakuna matumaini tena. Hakuna matumaini tena. Sisi Waluguru tuna msemo kwa Kiluguru, watu unaweza ukasema kwamba hawa wa Tesalonike walikuwa wanasema kwamba hao wafire lwao lumala. Lwao lumala. Basi, hao basi Yesu atakuja atatutwaa sisi, hao wameshapotea hao. Sasa wamekata tamaa kabisa kuhusu marehemu. Sasa ndio Mtume Paulo anachukua nafasi hii kuwafundisha
wa Tesalonike kwamba jamani, ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti. Yaani maana yake, ndugu, tunataka mjue habari za hawa waliolala. Msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Yaani muwe na matumaini, wala msihuzunike wala msikate tamaa, kwa sababu kitu cha kwanza, Yesu hata kuja kesho wala kesho kutwa. Hatujui siku wala saa, lakini si kwamba atakuja hivi karibuni kama mnavyodhani wengine mpaka wameacha kulima. Hii si sawa. Lakini pili, yani msikate tamaa, na muwe na matumaini wala msio na woga, kwa sababu kama Kristo alivyokufa akafufuka, basi hata hawa wafu atakapokuja Kristo, hawa kwa sababu ni wa Kristo watakuwa pamoja na Kristo, na tutakuwa nao kwa pamoja, tutachukuliwa wote pamoja na tutaufurahia huo utukufu wa Mungu mbinguni. Ndicho Mtume Paulo alichokuwa anawafundisha wa Tesalonike. Hiyo inatupa na sisi matumaini pia, kwamba tusiwe na hofu, tusiwe na woga, wala tusiwe na wasiwasi kwamba marehemu watapotea. Na ndio maana tupo kwenye misa takatifu ya kumwombea sister wetu Maria Inosensia. Tunayo matumaini kabisa kwamba kama Kristo alivyokufa akafufuka, basi sister Maria Inosensia amekufa lakini atafufuka pamoja na Kristo. Kifo ni kwa ajili ya manufaa ya binadamu. Yaani sisi tunaoishi tunanufaika zaidi na kifo kuliko yule aliyekufa. Kwa sababu sisi tunajifunza kila kifo kinapotokea ni fundisho kwetu sisi tunaoishi. Kwamba sasa kumbe hata mimi naweza kufa siku yoyote. Na hivyo kila kifo kinatukumbusha kwamba hata sisi tunaweza kufa siku yoyote. Maana yake tujiandae, kwa sababu hatujui pia siku wala saa. Kumbe kifo ni kwa faida ya sisi tunaoishi kuliko faida ya yule anayekufa. Tunajifunza kwamba mwenzetu kafa kwa sababu gani, na sisi tujikinge vipi ili tuepukane na kifo. Kumbe kuna mambo mengi ya kujifunza. Kila mtu anapokufa tunajifunza mambo mengi kuhusu kifo kile. Kuna hadithi moja ilitokea. Mfalme mmoja anaitwa Alexander Mkuu, Alexander the Great. Alexander Mkuu alikuwa ni mfalme, na alipotambua kwamba siku zake za kufa zipo karibu sana, akawaita majemedari, maaskari. Alipowaita kwenye kitanda chake cha kifo, wanasema his deathbed, kwenye kitanda chake cha kifo, yani amezidiwa, yuko hoi taabani kabisa. Sasa kawaita majemedari awaambie kuna jambo anataka kuwaambia. Maaskari wakamzunguka. Yule mfalme Alexander akawaambia, jamani, mimi mwenzenu, mfalme wenu, sasa nakaribia kabisa kifo. Kwa hiyo nina matashi matatu ambayo ningependa miyatekeleze nikifa. Majemedari walikuwa wakisikiliza kwa makini sana. Matashi gani hayo? Mfalme Alexander akawaambia, tashi langu la kwanza, mimi nikifa, watakao nizika ni madaktari. Madaktari ndio wachukue jeneza toka hapa nyumbani mpaka makaburini, na ndio watakao nizika. Ni madaktari. Hilo agizo langu la kwanza lazima litekelezwe. Siku ya mazishi yangu
jeneza lichukuliwe na madaktari, na wao ndio watakaoandamana mpaka makaburini na kunizika, madaktari. Tashi la pili, mfalme akasema, tashi langu la pili ni kwamba nikifa, basi toka hapo nyumbani njia ya kwenda makaburini, njia hiyo yote itandazwe dhahabu na almasi. Dhahabu na almasi zitandazwe njia nzima mpaka makaburini, kwenye kaburi langu. Maana mimi nilikuwa mfalme na nina dhahabu nyingi ndani, nina almasi nyingi ndani, hizi zote zichukueni na mzitandaze njia yote mpaka kule makaburini. Hilo tashi lake la pili. Tashi la tatu, mfalme kasema, tashi langu la tatu ni kwamba nikifa, jeneza langu mtakapolitengeneza, muweke nafasi ili mikono yangu iwe nje ya jeneza. Mikono yangu iwe nje ya jeneza. Funikeni kabisa jeneza lote, lakini mikono yangu iwe nje ya jeneza. Hilo ndio tashi langu la tatu. Majemedari wakawa hoi. Haya yatawezekana kweli? Basi mfalme akasema, na ninaomba sana hayo yote miyatekeleze. Basi majemedari wakawa hawakuelewa vizuri na wakawa wanaogopa kumuuliza. Lakini mmoja akajipiga moyo konde, akamuuliza mfalme Alexander, lakini hatujaelewa vizuri maana yake hasa nini haya. Sawa, tunaweza kuyatekeleza hayo, lakini labda kuna maana fulani, utuambie maana yake nini. Akawaambia, okay, sawa, ngoja niwaambie maana yake. Tashi langu la kwanza, nimesema kwamba nikifa, madaktari ndio wakanizike. Watakaonizika ni madaktari. Utachukua jeneza toka nyumbani mpaka makaburini na kunizika, madaktari. Maana yake, hakuna daktari yeyote hapa duniani atakaye kuokoa wewe na kifo, kama Mungu akishapanga. Yani Mungu akishapanga, hakuna daktari yeyote atakaye kuokoa tena. Atawachanganya madaktari, kila wanachoshika hakiwezekani, kila wanapogusa haiwezekani. Waswahili wanasemaga kifo, nyani anapokufa miti yote inateleza. Kwa hiyo madaktari watahangaika kadiri watakavyoweza, watashindwa mpaka utakufa tu, na wanakuona hivi hivi unakufa. Hakuna daktari atakaye kuokoa wewe maisha yako kama Mungu akishakupangia ufe. Hata daktari mwenyewe, Waswahili wanasema, kuna msemo mmoja wanasema kwamba mganga hajigangi. Yani hata daktari mwenyewe, yani Mungu anamchanganya, wala hajui anywe dawa gani, mpaka anakufa hivi hivi anaangalia. Hilo fundisho la kwanza. Fundisho hilo la kwanza kwetu sisi pia lina maana sana. Lina maana sana kwetu sisi. Ndio maana pale mwanzo nilisema kwamba kila kifo cha mtu kinapotokea, sisi tunaoishi ndio tunaopata faida. Yani tunajifunza kutokana na kifo cha mwenzetu. Sasa hili fundisho la kwanza la mfalme ni kweli kabisa. Yani kama Mungu akishakupangia kifo, hakuna daktari yoyote atakayeweza kukuokoa. Watahangaika kwa kila watakavyoweza, lakini Mungu akishapanga anakuchukua. Fundisho langu ni kwamba tujifunze kutunza afya zetu. Yani ukiona kitu kinauma sehemu fulani, usichelewe kwenda kwa mganga. Yani kwa madaktari, nikasema kwa mganga. Wengine wanaweza kufikiria waganga wale wenzetu wengine. Kwa daktari, au uende hospitali, niseme hivyo, ukacheki, jamani kuna kitu kinaniuma hapa, sasa hebu mniangalie vizuri. Ni kitu gani hiki?
Halafu inakuwa ni nzuri sana, kwa sababu wakikitambua hicho kitu mapema wanaweza wakakitibu kikapona haraka. Lakini baadhi ya wenzetu tuko hapa tena wengine wako hapa hawapendi kabisa kwenda hospitali. Anaogopa, mimi nikienda hospitali maana yake wakiniambia kwamba nitakufa kesho itakuwaje sasa kuhusu tatizo hili? Bora nisijue tu, hata kufa nife ghafla sawa tu. Yaani watu hawataki kujua afya zao zikoje. Kuna wapo watu kabisa hawapendi kabisa kupima. Mambo ya kupima hayo nisije nikajua tatizo afu nitakosa amani. Sasa hilo ni fundisho tujifunze. Ukiona kitu kinauma, usichelewe kwenda kwa hospitali wakakupime ili uweze kupata dawa zinazostahili na kwa wakati unaofaa. Hilo fundisho la kwanza. Fundisho la pili ni lile tashi la pili la mfalme, kwamba nikifa chukueni dhahabu, almasi, mzitandaze njia nzima toka nyumbani mpaka makaburini. Maana yake nini? Majemadari wakamuuliza, sasa tueleze maana yake hiyo nayo maana yake nini? Basi mfalme Alexander akawaambia, hili tashi hili la pili la kutandaza almasi na dhahabu njia yote mpaka makaburini kwangu, fundisho ni kwamba mimi kama mfalme muda mwingi sana nilikuwa natumia kukusanya hizi almasi, dhahabu na vitu vya thamani, vyote nimekusanya, nimejaza store huko hizi mali. Sasa nikifa, sasa yani kwa heshima yangu bora zitandazwe tu njia nzima, walao nizifaidi. Kama sasa anazifaidi vipi wakati kesha kufa? Yani watu watakao kwenda kumzika walao wazikanyage zile, wazikanyage zile dhahabu na siji kama wangezikanyaga kama wasinge kusanya na wao. Nadhani wangefanya kazi ya kuzikusanya zile kabla ya kwenda kaburini, kwa sababu yeye mwenyewe hana habari saa ngapi atauliza. Sasa fundisho lake kwamba jamani, hapa duniani tusipoteze muda sana kukusanya mali. Tusipoteze muda sana kukusanya mali, sijui dhahabu, almasi, mali mbalimbali. Maana yake tunapokufa tunaziacha. Ndio mfalme akasema, sasa mwenzenu si mnaniona karibu na kufa hapa. Sasa mali zote nilizokusanya, dhahabu ile, almasi yote ile, maana yake naiacha ile. Bora muitandaze tu mkanyage na mimi nipate heshima kwamba mmepita kwenye dhahabu nilizokusanya wakati mimi naenda kuzikwa. Basi fundisho lake hilo nalo lina maana kwetu sisi, kwamba tusipoteze muda mwingi sana kukusanya au kulimbikiza mali. Na mbaya zaidi kwetu sisi watawa, kulimbikiza mali manake unavunja nadhiri ya ufukara. Kulimbikiza mali unavunja nadhiri ya ufukara. Tabia hiyo tunayo tulio wengi, wengine kwa makusudi kabisa wanatamani kuwa na vitu vingi vya thamani tofauti, na wengine basi tunakuwa tunajikuta tu tumepewa zawadi sasa, lakini muda wa kuzigawa kwa watu wengine tunaogopa, kwa sababu sasa nikionekana kiatu changu nimepewa mimi afu nimempa mtu mwingine, sasa yule aliyenipa si atakasirika sasa kwamba sasa mimi kiatu nimempa huyu kampa yule. Tunaogopa macho ya watu. Kwa hiyo tunakuta tu napea 20 za viatu, sijini tafarini. Mimi siko peke yangu, wapo hapa watu wanapea nyingi za viatu. Mpaka unashangaa toka kona ya chumba mpaka kona ya pili ya chumba. Amepanga viatu, tena wengine wana utaratibu mzuri anavipanga. Vyeupe vinatangulia, vyeusi vinafuata. vya kijani vinafuata. Yaani unarimbikiza toka mwanzo wa chumba mpaka mwisho wa chumba viatu vimejipanga. Utavarini. Utakufa utaviacha hivyo. Sasa sio viatu tu, wengine ndio magaoni kabisa nayo 30. Sasa utavarini hayo? Hayo utavarini? Magaoni mengine mafupi, meusi, meupe, mengine marefu, yale yanaitwaje? Madera. Madera anayo 10 tayari. Yote ya nini madera 10 ya kufagia njia?
Wagawie watu ambao hawana. Kuna watu ambao hawana mavazi. Kwa nini usiwagawie na wao wavae wapendeze? Wewe unataka upendeze peke yako tu. Tena kila siku unatokea rangi nyingine. Huko sikujidai. Kuwaonyesha wengine nyie wajinga nyinyi. Kila siku nguo hiyo hiyo. Jamani, hilo fundisho tujitahidi kulimbikiza mali. Si vizuri, na ukibahatika kuzipata uzigawe kwa watu wengine wanaohitaji na wao wazitumie. Na sisi wanaume wengine suruali 30, mashati 40, yote ya nini jamani? Kwa nini usiwape watu wengine wanaohitaji? Kama nilivyosema, yani kifo kinatufundisha sisi tunaoishi, ni faida kwetu. Jana tulimzika padre wetu Cosmas Mogera. Na tulivyochunguza tukakuta mali alizonazo, yani vitu vilivyobaki vichache kweli kweli. Vichache kweli kweli. Sasa nikauliza jamani, kwani vipi, mbona vitu vyake ni vichache? Kwa nini vitu vyake vichache hivi? Wakaniambia, bwana, huyu father alikuwa anagawa vitu mwenyewe akiwa hai. Yani alikuwa anagawa. Sasa sijui kama alijua kwamba atakufa au vipi, lakini inasemekana kwamba alishawahi kusema kwamba mimi nikifa bwana sitaki ndugu zangu wagombane kwa sababu ya mali zangu. Yani wapoteze muda kugombania mali zangu badala kuniombea. Bora nigawe na waona kabisa watu nampa kitu changu hiki na anafurahi, yani mimi mwenyewe nafurahi kumpa na yeye anafurahia kupokea mali yangu nikiwa hai. Sasa nikifa hivi vyote, yani mtu anakuja kuzichukua tu yani kiulaini tu. Mimi sipati hata heshima wala faida wala shukrani. Mimi nagawa mwenyewe. Kwa hiyo marehemu Cosmas ametufundisha. Kagawa vitu vyake vingi sana. Kama mimi muongo mkafuatilie mkaone. Suruali 2 zimebaki. Mashati sijui 3 yale. Sasa wanashangaa, kweli huyu alikuwa na suruali 2 tu? Au labda kwa sababu alikatwa mguu? Hapana, lakini yeye alisema kabisa, mimi bwana vitu vyangu nagawa kabisa nikiwa hai. Ni watu wanishukuru na mimi nafurahia kuwapa. Kwa nini nilimbikize mali? Alafu nikifa watu ndugu zangu watagombania hizi. Bora niwape kabisa, waone na wafurahie. Unaona? Kwa hiyo yani kifo kinakuwa ni faida kwetu sisi. Tujifunze kutoka kwa hawa wenzetu ambao wanatutangulia. Sawa. Lile tashi lake la 3. Tashi la 3 la mfalme lilikuwa ni kwamba jeneza hilo litakalotengenezwa mweke na mtoboe mikono yangu iwe nje ya jeneza. Maana yake nini? Basi mfalme akaeleza kwamba kuweka mikono yangu nje ya jeneza maana yake ni kwamba mimi nimezaliwa mikono mitupu na ninaondoka mikono mitupu. Hilo ndio fundisho. Nimezaliwa mikono mitupu na ninaondoka mikono mitupu. Kwa hiyo hilo fundisho nalo lina maana kwetu sisi. Lina maana tena, haya yote niliyoeleza hapa nyuma ndio maana yake. Tumezaliwa mikono mitupu bila kitu na tutaondoka mikono mitupu. Kumbe vitu tunavyovipata baada ya kuzaliwa ni vitu ambavyo tunapewa na Mungu mwenyewe au ndugu au jamaa, na tunapewa kusudi tuvitumie, lakini pia tuwashirikishe wengine katika kuvitumia hivyo vitu, kwa sababu tumezaliwa mikono mitupu na tutarudi mikono mitupu. Tujifunze ndugu zangu kuwashirikisha wengine vitu au mali tulizo nazo. Kuna watu wengine wachoyo. Yani akiwa na mali yake anatetemeka kabisa, yani usije ukamwomba. Anaogopa. Na ukimwomba ndio kabisa yani umemchanganya. Yani ukizubana anaweza akakutukana. Wapo watu wachoyo. Tuache uchoyo. Tumekuja mikono mitupu, tutarudi mikono mitupu. Hebu tumia mikono yako kwa kufanya ukarimu. Uwashirikishe watu wengine mali na vitu ulivyo navyo. Utapata baraka hapa duniani na utakumbukwa, utaombewa hata siku ya kufa. Hayo ndio mafundisho ya mfalme Alexander Mkuu katika matashi yake yale 3. Na sisi tujifunze, kila kifo kinapotokea kiwe ni fundisho
kwetu sisi, kiwe ni fundisho kwetu sisi. Nimesikia kwamba Sister Maria Innocencia alikuwa ni mtu mcheshi. Mtu mcheshi. Unajua kumchekesha, kuna watu wenzetu bahati mbaya sana jinsi walivyo, kutwa nzima toka asubuhi mpaka jioni anaweza asicheke. Lakini sasa ukionekana kwamba unacheka peke yako, watu watakufikiriaje? Wewe unacheka nini? Unacheka nini? Lakini kuna wenzetu wana vipaji. Anaona huyu kutwa nzima hajacheka, anakutengenezea mazingira mpaka utacheka. Huyu sister huyu alikuwa mcheshi kweli kweli huyu. Tena alikuwa yani haogopi hata mbele anaweza kujichanganya hata mbele ya wanaume au mapadre. Yani anatengeneza mazingira ya kuchekesha mpaka watu wanacheka, yani wanashangaa. Huko ndio kuishi vizuri, yani huo ni ukarimu nao, ujue sio lazima utoe kitu. Toa na hata vipaji ulivyo navyo. Chekesha watu mpaka machozi watoke. Halafu yani unajua ukicheka mtu ndio afya, unakuwa na afya. Kwa hiyo unawajalia afya watu kwa kuwachekesha. Wewe umenuna tu, umenuna kutwa nzima. Kwa hiyo tujifunze kutoka kwa dada yetu huyu, tuwe tunawachekesha wenzetu, hasa wale wazito wazito kucheka. Kuna watu wagumu kweli, yani ufanye kazi kweli mpaka acheke. Unashangaa una matatizo gani, lakini unajua mwingine yani unajitahidi kweli umchekeshe lakini acheki, unashangaa huyu ana matatizo gani, hata mchapo huu acheki. Lakini jambo la pili tunalojifunza kutoka kwa Sister Maria Innocencia, alikuwa ni mkweli. Alikuwa ni mkweli. Yani anakuchana live. Samani nimetumia lugha mbaya. Yani anakuambia ukweli, yani pasu kwa pasu, yani ananyosha mambo yake. Hana maana kupindisha. Yesu alisema ukweli ndio utakao tupatia uhuru. Na nadhani sitaishi kwa amani kweli kwa sababu ya kuwa mkweli. Unatoboa ukweli alafu unaishi kwa furaha. Kama kikasirika shauri yake si ukweli. Na ukweli unauma. Kwa hiyo tujifunze kutoka kwa sister kuwa wa kweli daima. Tusipindishe vitu. Tutakuwa huru, tutakuwa na amani kama tukinyoosha mambo yetu. Tena kwa kusema ukweli, yani inatusaidia sisi wenyewe kuwa na uhuru na amani, lakini inawasaidia na wale ambao walikuwa wanapinda. Ni mateso sana kupinda. Kwa nini unakuwa kama nyoka? Wewe nyosha tu, unakuwa na amani, mambo yako yanakwenda vizuri. Unamsaidia mtu ukimwambia ukweli, yani unamsaidia kwamba sasa hapa kwa kweli sasa ndio kesha sema hivyo, hawezi kubadilika. Na huyo mtu anabadilika kwa kuambiwa ukweli. Kuna wengine yani wakionywa au wakiambiwa ukweli wanakasirika. Yani mtu anayekwambia ukweli unamuona kama adui. Huko ni kutokukomaa. Umuone huyu anayekwambia ukweli ni kwamba anakupenda sana. Yani ndiye anakusaidia. Usije ukapotoka, usije ukapotea, usije ukaumia. Awe huyu ndio rafiki yako. Lakini wengi hapa, wengi wetu akiambiwa ukweli tayari huyo anayekwambia unamuona kama ni adui. Hiyo sio sahihi. Sio sahihi. Kwa hiyo Sister Maria Innocencia anatufundisha mambo mengi, lakini haya mawili nimeona ni ya muhimu sana, yatufundishe na sisi kuwa wacheshi, kuwa wachangamfu, kuwa wakarimu kwa vipaji vyetu. Lakini tuwe wa kweli, na ukweli huo ndio utakao tupatia amani. Tuendelee kumwombea Sister Maria Innocencia. Kama alikuwa na dhambi, Mwenyezi Mungu amsamehe na ampokee kwenye ufalme wake wa mbinguni. Tunawaombea ndugu wa karibu wa Sister Maria Innocencia ili waweze kuwa na imani na matumaini na nguvu ya kuweza kupokea msiba huu. Lakini tujiombee na sisi wenyewe, kwani sote hatujui siku wala saa. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Roho za waamini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo.